Safari ya uongozi nchini Uganda ni hadithi yenye mageuzi, misukosuko, matumaini na vipindi vya utulivu wa muda mrefu. Mtazamaji wa Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike na kucomment ili uendelee kupata kila aina ya matukio ya kimataifa. Tarehe 9 Oktoba 1962 nchi ya Uganda ilipata uhuru kutoka kwa Waingereza. Kiongozi wa kwanza wa nchi hiyo, Milton Obote, aliongoza kupitia chama cha UPC mwaka 1962 hadi mwaka 1971. Alikabiliwa na mvutano wa ndani kati ya serikali ya kati na ufalme wa Buganda. Mwaka 1966 alifuta nafasi ya mfalme wa Buganda na kuanzisha utawala wa rais mwenye nguvu zaidi. Huu ulikuwa mwanzo wa misuguano ya kisiasa nchini humo. Ilipofika mwaka 1971 hadi mwaka 1979, mapinduzi yalifanyika na utawala wa kimabavu wa Idi Amin Dada, ambaye huyu alitwaa madaraka kwa mapinduzi ya kijeshi. Alitawala kwa hofu, udikteta na ukandamizaji mkubwa. Maelfu ya watu waliteswa na hata kupotea. Uchumi ulidorora baada ya kufukuza Wahindi na wazungu waliokuwa wakimiliki biashara nyingi. Utawala wake ulianguka mwaka 1979 baada ya jeshi la Tanzania na wapinzani wa Uganda kuingia Kampala. Baada ya hapo, ujio wa Obote ulirudi kwa kasi mnamo mwaka 1980 hadi mwaka 1985. Uchaguzi ambao ulifanyika mwaka 1980 ulizua utata mkubwa. Mapigano yakazuka, ikiwemo mapambano ya waasi wa NRA yakiongozwa na Yoweri Museveni. Nchi ikakumbwa na vita na ukiukwaji wa haki za binadamu. Mwaka 1985 Obote aliondolewa na Luteni Tito Okello kupitia mapinduzi. Baada ya hapo, Yoweri Kaguta Museveni akatwaa madaraka mnamo mwaka 1986. Aliingia madarakani baada ya vita misituni, yaani Bush War, na aliahidi demokrasia, utulivu na maendeleo. Miaka ya mwanzo utawala wake alileta utulivu na ukuaji wa uchumi, hasa baada ya kuwasilisha makundi ya waasi na kufungua nchi kwa wawekezaji. Madaraka yalizidi kuimarika mikononi mwake. Katiba ilirekebishwa na kuondolewa kwa ukomo wa mihula na ukomo wa umri wa kugombea. Upinzani ukawa na changamoto kama ukandamizaji, kukamatwa kwa viongozi na hata vizuizi vya mikutano. Museveni ni mmoja wa viongozi waliodumu madarakani kwa muda mrefu barani Afrika. Baada ya hapo, katika miji yenye misuguano mikubwa kama Kampala, makundi ya vijana walianza kujiuliza maswali ikiwemo, je, hakuna njia mpya? Kutoka katika mitaa ya Kamokya alinyanyuka msanii ambaye pia ni mwigizaji na baadaye mwanasiasa kijana kabisa, huyu Robert Kyagulanyi, aliyefahamika zaidi kama Bobi Wine. Sauti yake ilikuwa ikiwavutia vijana, wafanyabiashara wadogo na wale waliokata tamaa. Wakati huo kulikuwepo pia na wazee ambao ni wanasiasa nguli kabisa, akiwemo Dr. Kizza Besigye, ambaye alikuwa amepanda milima ya upinzani kwa miaka mingi, akivumilia machozi ya gesi ya kutoa machozi, kukamatwa na vikwazo vya kila aina. Alisimama kama nguzo imara bila kuchoka. Vyama kama Forum for Democratic Change, FDC, na Democratic Party, DP, na Uganda People's Congress, UPC, viliendelea kusimama upande wa pili wa mizani ya madaraka, lakini miaka ilivyokwenda baadhi yao walipoteza mvuto kabisa. Wengine wakaingia makubaliano na chama tawala na wengine wakajikuta kwenye migawanyo ya ndani ambayo iliondoa nguvu yao. Hapo ndipo National Unity Platform, NUP, ilipoibuka kama wingu jepesi lililovutana na upepo wa matumaini. Wafuasi wake walijazwa ari mpya, wakiamini kwamba labda safari hii milango ya mabadiliko ingeifunguka. Safari haikuwa rahisi. Kila mara upinzani ulipotaka kufanya mikutano ulikumbana na askari waliovalia sare nzito, maandamano yakipingwa, vikwazo vikatokea. Mara nyingi viongozi wao walikamatwa ghafla, kana kwamba sauti zao zilikuwa radi isiyotakiwa kusikika. Mitandao ya kijamii ikawa silaha yao. Huko ndipo walipozungumza bila uoga, wakishirikishana mawazo, wakipanga mikakati
lakini hata huko upepo wa vizuizi uliendelea kuvuma. Licha ya hayo yote, hadithi ya upinzani nchini Uganda ni ya uvumilivu. Kila kizazi huja na sauti mpya, kila kipigo huongeza hamasa, na kila siku mpya huleta swali lile lile: je, mabadiliko yatawezekana? Katika vijiji na miji, katika mabasi, vijiwe vya kahawa, mijadala inaendelea. Watu wanaongea kwa sauti za chini chini, wengine kwa sauti ya juu, lakini ujumbe unabaki ni ule ule. Kuna ndoto ya kuona Uganda yenye demokrasia pana, uhuru wa kisiasa na ushindani wa haki. Hapa ndipo ambapo tafakuri inazidi, lakini upande wa pili, Rais Yoweri Museveni, tunataarifiwa kwamba hatahudhuria mdahalo wa wagombea wa urais ambao huwa alitarajiwa kukabiliana vikali na mpinzani wake mkuu Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine. Mdahalo huu umeandaliwa na vyombo vya habari nchini Uganda, ambapo wagombea wa urais watapata fursa ya kunadi sera zao kwa mamilioni ya wapiga kura ambao watakaofanya maamuzi Januari 2026 kwenye uchaguzi mkuu. Wawili hao ni miongoni mwa wagombea 8 waliopata idhini kutoka tume ya uchaguzi nchini humo EC kushiriki uchaguzi mkuu. Museveni anawania awamu ya 7 madarakani baada ya kuhudumu kama kiongozi wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa takribani miongo 4. Kiongozi wa chama tawala cha NRM ambaye aliingia madarakani mwaka 1986 anajiandaa kukabiliana na wagombea wengine 7 akiwemo Bobi Wine wa chama cha NUP, kuna Nandala James Mafabi wa chama cha FDC na wengineo wengi. Kwa mujibu wa taasisi za uongozi bora, uchumi, mfumuko wa bei, nafasi za ajira kwa vijana, huduma za afya, uchukuzi na maisha bora kwa watu wote, sio tu masuala yanayojitokeza katika kampeni za uchaguzi huo utakaoandaliwa Januari, ni baadhi ya masuala yanayojitokeza kwenye kampeni za uchaguzi huo utakaoandaliwa Januari 15, 2026. Aidha, makundi ya kijamii yamelalamikia kubanwa, kudhibitiwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Katika siku chache zilizopita, mwanamuziki Bobi Wine alishambuliwa katika mkutano wake wa kampeni nchini Uganda, ambapo polisi waliwarushia wafuasi wake mabomu ya kutoa machozi. Kauli aliyozungumza ni kwamba kwa kweli hii si haki, mkuu wa polisi. Kwa kweli hii si haki, mkuu wa polisi. Mnachotufanyia sio haki. Ni baadhi ya maneno aliyozungumza Bobi Wine. Rais Museveni kwa upande wake ametetea serikali yake kwa kusema anataka amani na utulivu uzidi kudumu kwa ajili ya kupanua uchumi wa nchi na hata kuwezesha maendeleo kufanyika zaidi.